Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Karibu katika update za PMTV. Ni siku nyingine nzuri tena, tunaendelea kupeana habari ambazo zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. PMBet ni sehemu sahihi ya kuweka bashiri zako. Msimu huu wa kombe la dunia, Toyota IST 6 zinatoka kila wiki. Toyota IST 1 inatoka. Kwa kubashiri tu na PMBet, ona ushindi ulivyo rahisi. Hamia PMBet na tovuti ni pmbet.co.tz. Sasa bunge la Jamhuri ya Zimbabwe limepitisha hatua yake ya kwanza ya usomaji bungeni kwa muswada tata ambao unaweza kuongeza muda wa muhula wa urais na ubunge kutoka miaka 5 hadi 7 katika sheria inayolenga kurekebisha katiba. Pia muswada huo unalenga kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa rais, ambapo badala ya kura ya moja kwa moja ya wananchi, bunge litakuwa na mamlaka ya kumchagua kiongozi wa nchi, ambapo ibara zenye utata zaidi zinapendekeza kuruhusu Rais Mnangagwa na wabunge kusalia ofisini hadi 2030. Marekebisho yaliyopendekezwa yamesababisha ghadhabu kwa wananchi na yanakabiliwa na changamoto kadhaa za kisheria. Wakosoaji wakiwemo chama cha wanasheria nchini humo wanasema mapendekezo hayo yanadhoofisha taasisi za kidemokrasia na kulimbikiza madaraka kwa rais. Makanisa makubwa na mashirika ya haki za binadamu wanasema mabadiliko hayo ni kinyume na katiba na yanahitaji kura ya maoni. Muswada huo utasomwa mara ya pili Jumatano wakati wabunge watakapojadili uhalali wa marekebisho zaidi ya 10 na utahitaji angalau theluthi 2 ya kura katika mabunge yote mawili ili kupitishwa. Unazungumziaje ama una maoni gani kuhusiana na hii ya kujiongezea muda wa kubaki madarakani kwa baadhi ya viongozi wa Afrika? Tumeona pia hata kule DRC Congo, Felix Tshisekedi naye hoja hiyo anainyanyua kwa kasi kubwa ili kudai anataka kuendelea kusalia madarakani. Italeta maendeleo na demokrasia na uhuru wa wananchi kuchagua viongozi, lakini dosari kubwa inakuja pale ambapo Rais Mnangagwa anapigania swala hili ili wabunge wapate nafasi ya kumchagua rais ama kiongozi mkuu wa nchi, tofauti na ile kura jumuishi ya moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Nini maoni yako? Shiriki nasi hapo kwenye sehemu ya comment.